Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa tena kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu, na leo ikiwa ni siku ya 21 ya mafungo yetu ya siku 40 ya Kwaresma. Na katika mfululizo wetu leo ninakuletea mnyororo wa 6 ambao unafunga maisha yetu. Nimekuwa na somo linalozungumza juu ya minyororo 10 inayofunga maisha yetu. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza unatazama, basi ninakutia moyo kama unaweza kutazama zilizopita, ukaingia kwenye channel ya Amka Ule. Utatazama siku zilizopita ukajua tulikotoka ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Mnyororo huu ambao ninakuletea leo ni mnyororo wa hofu ya kuvuka daraja. Hofu ya kuvuka daraja. Unajua kuna habari moja ya kijana ambaye aliitwa Jonathan. Huyu Jonathan aliishi katika kijiji ambacho kilikuwa kimezungukwa na milima. Na kila mtu pale kijijini alijua kwamba ili kufika mjini ambako kulikuwa na fursa nyingi, kulikuwa na maisha bora, labda kulikuwa na shule nzuri, kulikuwa na kazi nzuri, kulikuwa na biashara na fursa nyingi. Kila mmoja alijua ili kuvuka, ili kufika mjini ukakutana na hizo fursa, ilikuwa ni lazima kuvuka daraja moja refu sana lililokuwa juu ya korongo kubwa sana, ambalo ili daraja lilikuwa limezungukwa na hadithi nyingi sana za kutisha. Kulikuwa na matukio mengi ya kutisha ambayo yalikuwa yanazungumzwa kwamba yametokea. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna unaweza kwenda mjini bila kuvuka hilo daraja. Maana yake hilo daraja lilikuwa linaunganisha kati ya mji na hicho kijiji. Na watu wengi sana walidai kwamba hilo daraja lilikuwa linatikisika, na hata baadhi ya watu waliowahi kuvuka daraja inasemekana kwamba hawakurudi tena. Kwa hiyo kulikuwa na hofu ambayo ilienea kiasi kwamba vijana wengi sana walichagua kubaki kijijini, maisha yao yote wakiishi tu kwa matumaini kwamba labda siku moja kutakuwa na mabadiliko, watakuja kwenda mjini lakini bila kuvuka daraja. Sasa sijui wangekwendaje. Kwa hiyo huyu Jonathan alikuwa ni tofauti sana. Yeye alikuwa ni mtu wa tofauti, alikuwa kijana wa tofauti. Alikuwa na ndoto kubwa sana. Alitamani sana kufika mbali, kuwa daktari, na hata kuja kusaidia watu kwenye kijiji chake, na hata kuleta mabadiliko makubwa sana. Lakini kila alipofikiria kuhusu daraja lile, moyo wake ulijaa hofu. Alikaa kwa miaka mingi sana akiota tu, lakini hakuthubutu hata siku moja kuchukua hatua ya kuvuka lile daraja ili aweze kwenda mjini, akapata shule nzuri, akakutana na fursa mbalimbali. Lakini siku moja alipokuwa akitembea karibu na hilo daraja, alikuwa anatembea peke yake, alikutana na mzee mmoja, na huyu mzee alimwambia, unajua kijana, hili daraja linaogopesha kwa macho tu, lakini lina nguvu kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo hizo hofu ulizonazo ni kivuli tu cha kule kutokujiamini kwako. Jonathan alivyosikia hivyo alipata ujasiri, akachukua hatua, akaanza kuvuka daraja. Wakati anavuka daraja lilitikisika kidogo, upepo, aliona kama kuna upepo unavuma unatikisa daraja. Mapigo ya moyo yaliongezeka kwa kasi sana. Lakini hakurudi nyuma. Hakurudi nyuma. Hatua baada ya hatua, huku akisali, aliweza kulivuka lile daraja mpaka mwisho. Alafu alipofika upande ule wa pili wa daraja, aligeuka, alafu akaanza kushangaa. Akaona lile daraja halikuwa la kutisha kama alivyosikia. Hofu ile aliyokuwa nayo ilikuwa kubwa sana kuliko hatari yenyewe. Na miaka michache baadaye Jonathan alirudi kijijini akiwa daktari, na alisimama mbele ya vijana wenzake. Akawaambia kwamba, ndugu zangu, watu wengi sana tunashindwa kufikia ndoto zetu, si kwa sababu hatuna uwezo, si kwa sababu ya ukosefu wa uwezo, lakini ni kwa sababu ya zile hofu isiyo na misingi, hofu ya kuvuka daraja lako la mafanikio. Unajua mafanikio yako upande wa pili. Sasa ili uweze kuyakuta lazima uvuke daraja. Kuna daraja lazima ulivuke. Sasa ndugu zangu wapendwa, ninataka tujiulize siku ya leo kwamba ni daraja lipi? Daraja lako ni lipi? Hebu jiulize, daraja lako ni lipi? Ni daraja gani ambalo linakupa hofu
kwenye maisha yako? Ni daraja gani una hofu kulivuka katika maisha yako? Ni daraja gani hilo? Ni daraja gani ambalo una hofu kulivuka katika wito wako, labda katika wito wako wa ndoa? Ni daraja gani una hofu kulivuka? Ni daraja gani una hofu kulivuka katika wito wako wa utawa, labda wa upadre? Ni daraja gani ambalo lipo katika maisha yako umeendelea kuairisha kwa sababu unaogopa kilichoko upande wa pili? Ni daraja gani unaloogopa kulivuka? Ni daraja gani? Labda nikikuuliza, kuna jambo gani ambalo unajua kabisa Mungu anakuita kulifanya, lakini unaendelea kulikwepa kwa sababu tu ya hofu ya kuvuka daraja kuliendea, hofu ya kuchukua hatua? Sasa sijui kama unafahamu kwamba watu wengi wetu tumebeba ndoto kubwa sana, lakini wakati mwingine tunaona mbali, huenda hata tunaona mbali katika maisha yetu ya kiroho, hata maisha yetu ya kawaida. Tuna ndoto za kuona mbali, tunataka kufika mbali sana, tunataka kuchanua, kufika juu, lakini tunajikuta tu tunakwama kwa sababu ya woga wa kushindwa, woga wa maoni ya watu, woga wa kutokuweza, tunaogopa, woga wa kuanza tu, hata woga wa kujitoa kabisa kwa Mungu. Tuna hofu. Kuna daraja la hofu ambalo tunashindwa kulivuka, na tusipoweza kulivuka hatutaweza kufika ng'ambo ya pili. Sasa hofu ni mojawapo ya minyororo mikubwa sana inayowazuia watu wengi kusonga mbele. Hofu ni kama kamba isiyoonekana lakini yenye nguvu sana. Inatufunga akili, inatufunga mioyo yetu, inafunga hatua zetu. Hatuwezi kupiga hatua. Hofu wakati mwingine inatufanya tutazame maisha kupitia kioo cha wasiwasi badala ya kutazama maisha kupitia kioo cha imani. Sasa Biblia inatufundisha kwenye kitabu kile cha Mathayo. Yesu anatufundisha Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 27. Yesu anatufundisha, anasema msiogope. Hilo neno msiogope. Unajua usiogope ni neno ambalo Yesu alilitamka mara nyingi sana kwa wanafunzi wake. Alilitamka mara nyingi kwa watu waliomfuata. Alilitamka mara nyingi sana kwa kila mmoja. Analitamka hata kwa kila mmoja wetu leo hii. Usiogope. Kwa nini? Kwa nini tusiogope? Kwa sababu Yesu alijua hofu ni kizuizi kikubwa sana cha imani. Mnafahamu vizuri ule mfano wa Petro. Petro kipindi kile ameitwa na Yesu, alimwambia Yesu, Bwana, kama ni wewe niamuru nikufuate. Yesu akamwambia nifuate. Na Yesu alikuwa katikati ya ziwa. Amezungukwa na maji. Yesu akamwambia njoo. Kwa hiyo Petro alimwamini Yesu kwa moyo na hata akadhubutu kutembea juu ya maji. Akatembea vizuri, hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu, akasema akatembea juu ya maji. Lakini alipogeuza macho kutoka kwa Yesu, akaanza kuangalia mawimbi, yani akaangalia matatizo yaliyomzunguka, akaangalia mazingira, ghafla akaanza kuzama. Na tunasoma kwenye Injili ile ya Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 30 kwamba alipoona hivyo akapiga kelele, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Alafu Yesu akamshika mkono, akamuokoa, akamnyanyua tena, wakatembea pamoja. Hakumbeba, walitembea pamoja. Ndugu zangu, hii ni picha halisi ya maisha yetu kwamba tunapomwangalia Yesu tunaweza kutembea juu ya mawimbi. Tutakapokaza macho yetu kwa Yesu tutatembea juu ya dhoruba. Lakini tukigeuka tu tukaanza kuogopa, tutazama. Tunapoondoa macho yetu kwa Yesu na kuangalia ukubwa wa tatizo, ukiondoa macho yako kwa Yesu ukaangalia ukubwa wa tatizo lako, ukaangalia ulevi wa mume wako, ukaangalia ugumu wa maisha, ukaangalia ugumu wa kupata ajira, ukaangalia ugonjwa ulionao, ukaangalia ugonjwa unaomtesa ndugu yako, ukigeuza macho yako ukaangalia vita unavyopigwa kazini, ukatoa macho yako kwa Yesu ukaangalia hivyo vita, utajikuta unaanza kuzama. Ndugu zangu, hofu inaweza kukuzuia hata kupiga hatua kwenye wito wako mwenyewe Mungu aliokuitia. Fikiria Musa aliitwa na Mungu kuwaongoza wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Lakini alikataa mara ya kwanza. Alikataa mara kadhaa kwa sababu tu aliona au alitazama udhaifu wake zaidi
kuliko kutazama uwezo wa Mungu. Kwa sababu alimwambia Mungu, Bwana, mimi sio muongeaji mzuri. Akamwambia, mimi nina ulimi mzito, siwezi kuongea vizuri. Lakini Mungu akamuuliza swali kwenye ile Kutoka sura ya 4 mstari wa 11. Akamuuliza swali, hivi ni nani aliyeziumba ndimi za mwanadamu? Sio mimi Bwana? Akamwambia, ni wewe. Unajua, ninachotaka uone ni kwamba Mungu anapotuita anatufahamu tayari. Kwa hiyo usijifanye kuwa vile usivyo, wewe kuwa vile ulivyo. Maana Mungu anakujua. Mungu anajua udhaifu wako, anajua changamoto zako. Mungu hakuhitaji Musa awe mkamilifu. Hapana. Mungu alihitaji Musa awe tayari. Mungu anachotaka ni utayari wetu. Kwa hiyo unajua, sisi wanadamu wakati mwingine, unajua mimi nikitazama, huwa tunaishi kama vile Mungu hayupo, au kama vile hatuna Mungu. Wakati mwingine tunaishi kwa kutumia akili zetu zaidi, mipango yetu zaidi, na wasiwasi wetu, badala ya kuishi kwa imani, matumaini na mapendo. Na ndio maana katika Yohana ile sura ya 14 mstari wa 27, Yesu alizungumza akasema, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Akasema, msifadhaike moyoni wala msiwe na hofu. Ndugu zangu wapendwa, hii ni ahadi. Hii ni ahadi, na tukumbuke kwamba amani hii ya Yesu anayosema sio amani ya muda mfupi. Hii amani ya Yesu sio mabadiliko ya hali tu au mali, hapana. Hii ni amani ya moyo wa ndani, Ni amani inayovunjilia mbali minyororo yote ya hofu na kutufanya tuwe huru. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tulichonacho sasa hivi, tunaitwa ndugu zangu, tumuombe Mungu neema ya kufungua mioyo yetu kutoka minyororo ya hofu, atupe ujasiri na imani thabiti, Tumuombe Mungu kuvuka daraja. Sasa sijui daraja lako ni lipi, lakini muombe Mungu uvuke daraja lolote ulilonalo, Tumuombe Mungu atujalie kutambua kwamba yuko na sisi katika kila hatua. Tutambue hilo. Katika kila hofu tuelekeze macho yetu kwake. Mungu ni amani yetu. Mungu ni tumaini letu. Mungu ni mwanga wetu. Kwa tukumbuke maneno ya Marko ile sura ya 9, maneno ya Yesu kwenye Marko sura ya 9 mstari wa 23, kwamba mambo yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Tumuombe Mungu atujalie neema hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma. Basi Mungu Mwenyezi awabariki. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hii, hujawahi kusubscribe, ninakualika usubscribe kwa kubonyeza hilo neno subscribe na hiyo alama ya kengele, ili kila ninapotuma mafundisho mengine uwe wa kwanza kupata notification kwenye simu yako. Lakini pia share ujumbe huu kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu awabariki.